Subiri. Najua wote hamnijui, lakini nimekuja kumwangalia ndugu yangu kama anafukuzwa. Basi haki yake itakuwa thabiti. Kiujumla atoki mtu hapa. Sauda. Ingala isebele ingala. Nakumbuka uliniambia kwamba hauna ndugu. Na wewe ni nani? Acha kumuuliza swali la kijinga kama hilo. Mimi ni mgeni. Unatakiwa nikaribishe kwenye sofa, alafu mengine aendelee. Anaijua hiyo. Kwa hiyo mnataka mniroge tena, si ndio? Hebu tukeni nyumbani kwangu. Oh. Kumbe unaogopa kulogwa. Ila wewe mwepesi sana. Dakika moja tu sharoge. Leo naondoka hapa. Ila jua nitarudi kwa ajili ya haki ya ndugu yangu kipenzi. Acha twende. Nadhani kati ya siku 2-3 tutarejea tena hapa. Halo. Halo mama, shikamoo. Marahaba mwanangu. Uko wapi sasa hivi? Nipo nyumbani mamangu. Naendeleaje huko? Sisi kwa hatujambo, ila wifi yako tu amelogwa. Tena amelogwa kweli, na waliomloga wanaume. Maana anawataja hao mpaka nasikia kichefuchefu. Kwa hiyo nataka kwenda kwa mganga. Sawa mama, nakuja sasa hivi. Wewe usije. Wewe baki tu huko. Maana naona sasa hivi Tanu ameshaanza kukusitukia. Hataki kabisa mambo haya, maana ana kisukari huyo. Wewe acha tu. Mimi nitaenda mwenyewe. Sawa mama. Mwanangu sana yuko wapi? Sini wewe ulitoa ruhusa. Ruhusa? Ndio kaka, ulitoa ruhusa. Ila najua hazikuwa akili zako. Zena ipo kwa bibi tangu juzi. Sawa. Basi naomba tuma taarifa aje. Maana nimemisi sana binti yangu. Sawa kaka. Suzi, badala ya kuniruhusu mimi niendelee kukaa pale, umeshindwa hata kunitetea. Sailata, muda mwingine sio lazima kutumia nguvu. Akili inatakiwa itumike. Twende. Baba vipi? Mbona haya maajabu? Naona tena umepona vipi? Wewe unapona siku 2-3? Ndio. Hali yangu ni kama mlivyoona juzi hapo. Nilikuwa katika hali mbaya sana. Lakini kuna ndugu yangu ambaye nashirikiana naye kikazi. Nimeongea naye, amefika nyumbani na kunitibia.
kama mnavyoona hali yangu kwa sasa. Waganga kiboko jamani. Yaani siku 2 mtu anakuja kutibia umepona. Kumbe nyinyi mnawezana wenyewe kwa wenyewe. Samangu, kuna mtu mmoja hivi nahisi ana ukimwi. Anaweza kapona kwa kutumia mganga. Zima wifi, washa data, punguza shobo. Nimeropoka. Ndio. Pole sana bwana mtaalamu. Asante sana. Ila pia tumshukuru Mwenyezi Mungu umerudi kwenye uzima wako. Tuendelee na mpango wetu kama kawaida, tusiuache. Karibuni sana. Alo? Nadhani unajitoa fahamu, sio? Mimi nipo nyumbani kwangu na kusubiri. Nakupa dakika 10 tu iwe tayari umeshafika. Na ukienda kinyume na hapo, itakuwa umevunja agano lako kwa mikono yako mwenyewe. Na sasa, kila mtu duniani atajua kile ambacho hastahiki kukijua kutoka kwako. Nakuja sasa hivi. Usifanye hivyo, nakuja sasa hivi. Huyu Miriam anaenda wapi? Mbona yuko spidi hivyo? Ngoja kwanza nimfuate nijue. Niliwaeleza baada ya kutoka hapa mwende moja kwa moja bila kugeuka nyuma, lakini cha ajabu baada ya mwendo mkabadilisha maamuzi. Binti yako akakapita njia nyingine, na huko alikoenda ndiko alikovunja masharti. Binti yako alienda kwenye mapenzi, na huko ndiko alikopigwa pigo la kupoteza imani yake kwa mwanamume wake. Baba, naomba unisamehe. Tena naomba unisamehe mimi, sababu mimi ndio nimeshindwa kumfanya huyo akae katika utaratibu. Iye ni sandale mnyamalelo, ni sandale. Ni sandale gentleman, ni sandale. Binti yako kwa sasa hawezi kupona tena, na muda si mrefu atakuwa kichaa. Ipo namna moja ya kumsaidia binti yako ili aweze kurejea kuwa na akili zake timamu na kuwa sawa, lakini ina gharama sana. Baba, mimi nakubaliana na lolote lile ambalo wewe utalisema. Kimba na manulu ingomango jane na wakomesha ababulugutu isishikome jangwa gokujita chala bulugu shimba ya mahungu bana bane nulu na lumwembu ilicho balilisa banandago. Naomba mfungue kifungo cha mwili kisha cha roho kitafuata. We baba, mbona sikuelewi hapo mtaalamu? Umepigaje hapo? Hiyo kamba uliyomfunga ina maana kubwa sana katika ulimwengu wa nguvu za kiroho. Kwa hiyo naomba mfungue kamba hiyo. Inatakiwa patikane mbuzi dume aliyenona mwenye nyama kwa ajili ya kumfanyia kafara ya damu. Lakini pia inatakiwa patikane mbuzi jike kwa ajili ya kumfanyia kafara ya damu ili mlinde kwenye mahusiano yake. Sawa babangu. Mimi nitafanya yote hayo ili mradi tu wanangu mimi wawe na afya tele. Bana, nimechoka hii hali. Msishangae sana. Mimi ni Mchina.
Kwa hiyo Wachina wote wanaotoka China kuja kuchimba barabara huwa wanafikia kwangu, na pia Tanzania hii mimi huwa nafundisha Kichina. Kwa hiyo msishangae kusikia Kichina. Sasa mnaweza mkaenda kwa ajili ya kwenda kutekeleza maagizo haya kabla ya jua kuzama, na kesho hakikisheni hivyo vitu vinapatikana. Babala, ondoa shaka kwa hilo, yaani usiwe na shaka kabisa. Mimi nitaleta hivyo vitu, tena nitaleta bila kuchelewa, mbele ya uzima wa watoto wangu. Awe twende bwana. Sasa huu mwaka mimi naenda kuwa tajiri. Kama makolo nimeshawapata, naenda kuwa karibu na kina Baklesa, kina Mo, kina Diamond Platinum, kina Chibu Dangote. Mimi ni mtu wa swaga sasa hivi, wananilisha hawa mama. Haya, 1, 2, 3, tunaondoka. Haya, tunaondoka. Liwalo mkenda olepwaliwe na kwenda pwiyo lombwa na kintana mawani wazitana mwea lambwa mlenda liwe na disi mkitaliwano timbwe weka na mzita mpae wana dombwala uzembe kiwena na tita liboniwe na mwao hata mkinawa winde na mkunda mgita lowae zembwa kaliwa na bwia bwalo lembwa mkinda bwao wela ntiti ya wana elembwa na mkende msibwa onombwa lola lombwa mtendegila weza mdinda naditia na mwana wenda mlebwa zimbwe nakende analipwa luwela lombwa msai na wenga mpwito mbwindi nakende anabwa opwa lombwa mzita mwana mkandie fao wenda nakamba mgati lembwana. Wewe bado kijana mdogo sana. Nadhani huo muda unaotumia kupambana kuipoteza haki ungetumia kuimarisha nguvu zako ili kupambana na wale wanaopinga haki. Kijana, utauponza. Makauka wino yeyei ekumeana ama ekianaye kamehameha. Ni kweli, lakini kwa kosa la kuingia kwenye ibada yangu na kunifanya ni karibu mila na tamaduni zangu, basi leo sintokuacha salama. Uembwa nani hakanda unatina. Naumia sana kuona chozi lako Miriam, lakini naumia zaidi pale ambapo nakuona upo kwenye matatizo na uniambii. Haya, naomba uniambie sasa, ni kwa nini huyu mpuuzi anakutumikisha katika kifungo cha ngono? Siku 28 sasa zimebaki. Nilo, najua unafurahi sana hivi unavyonitesa, ila nakuhakikishia Mungu atakulipia. Zitatondoke. Kudadadeki kulia kushoto, kulia kushoto. Oya, yule demu piskali kumbe. Yaani yule hata kama kubeti sio jadi yangu, basi lazima mimi nitabeti, ili mradi tu niweze kumpata.
Wewe umfuata nini nyumbani kwetu? Nimekufuata wewe hapo Nurati. Sikiliza Nurati, sasa hivi sipo kwenye kubembeleza. I swear to God na kuapia. Nurati, mimi nimekosa nini? Nimekukosea nini? Mbona nimekuonesha kila kitu jinsi gani ninavyokupenda. Umeniambia mimi niache pombe, nimeacha kwa ajili yako. Zawadi nyingi nimekupa. Unakuja tu kuniacha from nowhere, unaniacha kirahisi rahisi. Nurati, hiyo haiwezekani. Alafu haipo. Yaani sitaki kujua umefanya nini wala kipi hujafanya. Ambacho nataka hapa, nataka uondoke nyumbani kwetu. Sitaki kukuona nini. Sawa. Si unataka mimi niondoke? Sikia, kwa vile umeniharibia maisha yangu, na mimi hapa leo nipo tayari kukuharibia kwa chochote kile. Kama mama yako atakuona, kama ataniona fresh, na akitokea nitamwambia kwa jinsi gani ninavyokupenda. Kupenda Nurati. Unajua nitakuitia mwizi huko ndani. Naomba uondoke. Ni sawa tu. Hata ukinitia mwizi, hata kama utawaita watu mimi waje kunipiga mpaka waniue, sitoacha kutangaza upendo wangu kwako. Nakupenda sana Nurati. Wewe naona unielewi. Yaani kuanzia leo sitaki nije nikuone umekanyaga tena hapa nyumbani kwetu. Wala hata ukiniona sitaki uje unisemeshe. Na naomba uondoke nyumbani kwetu. Nurati, sikia. Kwa sasa niko tayari kwa lolote lile. Tena nikifa nyumbani kwenu ndo nitajiona kwa mimi shujaa, tena shujaa wa mapenzi. I swear to God, chochote fanya Nurati. Mwizi! Mbona kama mimi sielewi? Oh my love, umeniteka mpaka sijelewi. Kina kirefu cha mapenzi nishazama my love, mpaka kuchomoka mimi siwezi. Sawa. Najua unataka kuniadhibu. Ila jua kuwa hapo ulipo ni kwa ajili ya nguvu ya baba yako. Na ukao ukijua mimi ndiyo nilimfunza. Hevusi. Così verano. Migoja na vedere debure. Manolo sono. Acha nikuonyeshe kuwa sio mafunzo ya baba pekee, bali ni juhudi zangu ndo zimenifanya mpaka nikafika hapa. Acha nikufunze ni namna gani ya kuweza kuheshimu wakubwa. Uembwa, nani hakanda unatina? Nadhani baada ya hili utakuwa na mipaka sasa. Kumbe unaonekana unayaweza. Basi acha nikupe fantastic. Hiyo ndio itakuwa kubwa kuliko. Kijana, nakupa nafasi ya mwisho. Usiendelee tena kunijaribu, nitakuumiza. Uembwa, nani hakanda unatina? Mwalimu. Mwalimu, nakubali uwezo wako, lakini hebu nionyeshe umepigaje hapo. Sijakaelewa vizuri. Siwezi acha kukufundisha Mzidole. Maana kuwa mwema tu ndio inavyotakiwa. Ni sawa. Uzinda ni wangu. Mwalimu, una baya. Umepoa mwalimu. Na washagali akateleza. Ina maana mimi ninapokuita unisikie au? Naomba unisikize kwa umakini Miriam. Naomba uniambie,
Ni kwa nini wanakutumikisha kingono? Na kama usiponiambia, unajua hii kesi itakapofika. Nimeshakwambia hamna kitu. Mbona sio muelewa? Hamna kitu? Hamna kitu kitu gani? Hivyo una akili kweli Mili wewe? Anyway, Miriam, naomba nisikize kwa makini. Mimi ni ndugu yako, ni pacha wako. Hivyo na uwezo mkubwa sana kubeba matatizo yako. Naomba uniambie ndugu yangu, nini shida? Ni kwa nini Nilo anakufanyia hivyo? Nimekwambia sitaki kukwambia. Huwezi kubeba matatizo yangu. Hebu niache mimi. Ndugu yangu, tangu tumefika hapa sijaona wazo lako lolote lile. Nilikuwa nasubiri niombe ushauri tu, ila wazo ninalo. Ndugu wangu, mimi niko tayari kwa lolote. Kikubwa tu nipe matokeo nisije kushindwa. Wewe unataka ndoa au mali? Ndoa ya nini sasa mimi? Mimi nataka mali. Tunatakiwa kwenda kwenye ile nyumba kwa lengo la kudai talaka. Talaka? Ndiyo, talaka. Kivipi? Unadhani kama nitakuwa nje ya familia ile, nitapata vipi zile mali? Nisikilize kwa makini. Talaka tutakayoiomba 70% itakuwa yetu. Kikubwa tu tukachukue vipimo kwa daktari. Vipimo hivyo vitakavyoonyesha una mimba. Na ni mimba ya huyo huyo. Na mpango wetu hatutapangua kwa sababu tutamfilisi pamoja na mali zake zote zitakuwa zetu. Wow. Wazo zuri sana. Alo daktari. Mwache ujinga basi. Hapa nina dili. Andaa ripoti ya mtu nitakaye kutumia taarifa zake kuwa ana mimba. Tutaipitia hapo muda si mrefu. Sawa kaka, na ndo maana nakupendaga. Huyo ni nani? Huyu ni daktari. Tunaweza kwenda sasa kwa ajili ya kupigana vita ya utajiri. Sasa hivi? Unataka tuende mwakani au? Hodi. Wenyewe. Oh, kamanda. Aha. Vipi bwana? Safi, habari yako? Mimi nashukuru Mungu. Bwana, mbona kimya sana? Siamini macho yangu. Nimefarijika sana kukuona bosi wangu katika hali kama hiyo. Mungu kweli wa kushukuriwa. Mimi nashukuru Mungu bwana, endelea vizuri. Na nilipita ofisini pale, niliulizia kuhusu wewe, niliambiwa kwamba ulipata matatizo. Bwana, mimi nikwambie pole sana. Asante sana. Hata hivyo unavyoniona hapa ndio kwanza nimefika. Hajapita hata masaa mawili. Nikaona siwezi kupumzika nyumbani nikanywa maji yakatulia. Lazima nijue afya ya bosi wangu inaendeleaje. Nikaacha begi nyumbani, hata kwa rafiki yangu 5 sijafika. Nikasema nije nijue hali yako. Unaendeleaje? Kwa kweli bwana, Mungu ashukuriwe. Mungu mkubwa sana. Hata hivyo mimi nimefurahi sana ulivyokuja ndugu yangu. Kitambo sana. Kwa hiyo swala la kazini vipi? Unarudi au? Bosi wangu, sina pa kwenda zaidi ya kwenye kampuni yako. Ili mradi nimemaliza matatizo yangu kule, nimerudi hapa. Sina pa kwenda zaidi ya kwenye kampuni yako bosi wangu. Sasa hapa nahitaji ruhusa yako tu basi. Mimi nikwambie karibu tena kwa mara nyingine na nitakupokea kwa mikono miwili. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashukuru sana. Mimi nilijua kabisa mimi na wewe bosi wangu nikirudi tu mimi naingia kazini. Bwana karibu sana. Mimi nimefurahi kwa kweli. Haya. Hivi ule ujasiri wa kutaka kukabiliana na ule kiumbe niliutoa wapi? Lakini sio mbaya, nilijaribu. Voici così si verano. Mi goggio una vedere debole, ma non lo sono.
Ohembwa nani hakanda unatina, iwe kiza iwe nuru, lazima na mimi nitakuja kuwa na nguvu kuliko ule kiumbe. Lazima Mzidole sijawahi kushindwa kirahisi hivi. Makaukau inoiyeyai ekumeana ama ekeanaye kamehamea. Vipi ndugu yangu, mbona unaonekana kama ni mtu mwenye mawazo mengi sana? Kwema kweli? Yaani kiukweli sio kwema kabisa kaka yangu yani. Yaani mpaka najiuliza kaka yangu, kwa nini mimi? Au mimi nimekosea nini? Au mimi nafeli wapi? Kuna nini tena? Kikweli nilishindwa kabisa kuvumilia, na kila nikikaa akili yangu ilikuwa inamwaza yeye tu. Kwa hiyo nikaona sio kweli. Nilitoka hapa moja kwa moja nimeenda mpaka kwa kina Nurati. Lakini hawezi kuamini brother. Nurati amenipigia kelele za mwizi, ananifukuza na nitoa hadi mimi ananifukuza. Nurati wakunifukuza mimi. Eni, unajua kwa nini nacheka? Nacheka kwa sababu ninavyokuona unapata tabu, unalialia, ukidhani kwamba Nurati atakuwa wako tena, wakati inajulikana fika kwamba Nurati bado ni wako tu. Eni. Embo brother, embo usinifanye kama mtoto mdogo. Unasemaje kwamba Nurati atabaki kuwa wangu, wakati mimi nimeenda pale kwenda kumtengenezea mazingira ili anione kabisa kwamba mimi nimebadilika? Kanitimua na kuambia kanifukuza. Sasa jitahidi Eni. Kuanzia sasa hivi pombe isiguse mdomo wako hata kwa bahati mbaya, kwa maana Nurati akikuona umelewa tena unaweza ukamkosa kabisa. Kwa hiyo jitahidi sana Eni, zingatia hilo. Lakini kikubwa zaidi kwa sasa, mshirikishe Mungu wako kwa kila kitu ambacho utakifanya, na pia usiache kuswali, maana Mwenyezi Mungu ukimuomba na yeye atakujibu kwa wakati. Hivi hicho unachokizungumza kina ukweli ndani yake, au ndo unaniambia ni kupata kunifariji tu mdogo wako? Mimi nataka nimpate Nurati, nampenda bro. Kila kitu kitakuwa sawa, wala usiwe na wasiwasi. Mungu ndo muweza wa yote Eni. Kwa hiyo nikimshirikisha Mungu naweza nikampata Nurati, si ndio? Yeah. Asante kwa ushauri mzuri, nitafanya kama unavyoniambia. Sasa mimi nafikiri tungetoka kidogo ili tukapate walau chakula, maana nilikaa hapa njaa ikawa inaniuma kweli, ila nikasema siwezi kula bila ndugu yangu kufika, maana sijui kama huko ulipokwenda umekula au bado. Sawa, maana nilipopata sijala kusema ukweli.